Ukisoma kifungu namba 7 cha sheria ya taifa ya uchaguzi sura namba 43 kinasema wakurugenzi wa halmashauri, kwa maana halmashauri ya jiji, halmashauri ya manispaa, halmashauri ya mji na halmashauri ya wilaya, hao kwa madhumuni ya uchaguzi mkuu watakuwa ni wasimamizi wa uchaguzi. Na ukisoma kifungu kidogo cha pili cha sheria hiyo hiyo kinasema tume itateua kutoka miongoni mwa watumishi wa umma kuwa wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi au kutekeleza majukumu ya tume kwenye ngazi ya halmashauri. Na ukisoma kifungu namba 9 cha sheria ya serikali za mitaa, sheria ya uchaguzi kinasema wakurugenzi wa halmashauri za jiji, manispaa, wilaya na miji watakuwa ni wasimamizi wa uchaguzi kwa madhumuni ya kuendesha uchaguzi kwa serikali za mitaa kwa maana madiwani. Lakini kifungu kidogo cha pili kinasema watumishi wa umma wanaweza wakateuliwa kwa ajili ya nafasi hizo. Lakini kusoma kifungu kidogo cha 3 cha kwenye kifungu kikuu cha 7 cha sheria ya taifa ya uchaguzi inasema tume inaweza kateua mtumishi mwingine yote wa umma kutekeleza majukumu ya msimamizi wa uchaguzi mbali ya yule mkurugenzi wa halmashauri ametajwa kwa mujibu wa kifungu namba 7, na atakapomteua yule afisa basi yule mkurugenzi wa halmashauri atakoma automatic kuwa msimamizi wa uchaguzi katika jimbo hilo. Na kuna mazingira ambayo yanasababisha hiyo hali iweze kutokea. Hali kadhalika kifungu cha 3 kwenye kifungu cha 9 kinasema hivyo kwamba tume inaweza kateua afisa mwingine wa serikali kuwa msimamizi wa uchaguzi katika jimbo hilo badala ya msimamizi wa uchaguzi ambaye utangwa kwa sheria ambaye ni mkurugenzi wa halmashauri, na tume itatoa taarifa hiyo kwenye serikali kwamba imefanya mabadiliko ya kumteua afisa mwingine kuwa msimamizi wa uchaguzi. Wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi, wasimamizi wa uchaguzi na wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi hawatakiwi kwanza kutimiza majukumu yao mpaka anapokuwa ameapa kiapo cha kutunza siri kwenye fomu namba 6 mbele ya hakimu. Na hii ni kwa mujibu wa kanuni matakwa ya kanuni namba 16 kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni za uchaguzi wa rais na wabunge za mwaka 2015 na kanuni namba 12 kanuni ndogo ya kwanza B ya kanuni za uchaguzi wa serikali ya mitaa, uchaguzi wa madiwani ya mwaka 2015. Kwa wanatekeleza majukumu yao baada ya kuwa wamekula kiapo cha kutunza siri. Kiapo cha kutokuwa mwanachama kujitoa wanachama wa chama cha siasa. Kwa kuzingatia matakwa ya kanuni namba 16 kanuni ndogo ya kwanza B ya kanuni za uchaguzi wa rais na kanuni namba 12 kanuni ndogo ya kwanza B ya kanuni za serikali za mitaa, uchaguzi wa madiwani za mwaka 2015, msimamizi wa uchaguzi au msimamizi msaidizi wa uchaguzi au mtendaji wa uchaguzi hatakiwi kuanza majukumu yake kabla ya kuapa kiapo ama cha kusema yeye mwanachama chama cha siasa au kujitoa chama cha siasa kama ni mwanachama chama cha siasa. Lakini kwa wale ambao ni wanachama watakula kiapo cha kujitoa wanachama, sababu kiapo hicho kinasema ama utajitoa wanachama au utasema wewe sio mwanachama chama cha siasa na utakula kiapo kwa fomu namba 7 mbele ya hakimu. Na ambacho kikiuka basi sheria zingine kama tutasema mheshimiwa mwenyekiti kwenye hotuba yake zitafuata mkondo wake atakapokuwa amekiuka kiapo cha kujitoa wanachama. Kwa mujibu wa kifungu namba 45 kifungu cha pili cha sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa ni kwamba anapotokea mgombea mmoja tu wakati wa kurejesha fomu na saa 10 imefika, kwa matakwa kifungu hiki mgombea huyu anatangazwa rasmi kwamba amepita bila kupingwa, na msimamizi wa uchaguzi anataarifu tume ya taifa ya uchaguzi ambavyo amefanya, na watakapokuwa wanatangaza madiwani wengine wote naye atatangaza kuwa diwani amepita bila kupingwa. Tarehe 27 mwezi wa Julai 2015 maadili ya uchaguzi yalisainiwa na tume ya taifa ya uchaguzi ambayo alisaini mheshimiwa mwenyekiti. Vyama vya siasa vilisaini maadili ya uchaguzi ambao wenye viti na makatibu waliohudhuria mkutano wa kusaini vyama maadili walisaini. Lakini kwa upande wake ofisi ya waziri mkuu ilisaini maadili hayo kwamba itayaheshimu, itayafuata na itazingatia katika kipindi chote cha kampeni za uchaguzi. Kwa ni wajibu tunawasilisha kama alisema mheshimiwa mwenyekiti, ni wajibu vyama vya siasa kuweza kuyazingatia, kuyafuata, na pale ambapo ukifuaje maadili unatokea basi hatua ziweze kuchukuliwa kuwasilisha kwenye ngazi husika. Sasa wasilishaji wa malalamiko ni kwamba lalamiko la uvunjifu wa maadili linatakiwa liwasilishwe ndani ya saa 72 kwenye kamati husika tangu uvunjaji huo wa maadili umefanyika. Kama ni ngazi ya kata, basi malalamiko yao yawasilishwe kwenye kamati ya maadili ngazi ya kata ndani ya saa 72 tokea uvunjifu huo umefanyika. Na kama ni uvunjifu wa maadili kwenye ngazi ya ubunge, basi malalamiko hayo yawasilishwe ngazi ya jimbo saa 72 tokea uvunjifu huo wa maadili umetokea. Na kamati zote za malalamiko hayo ndio ziyashughulikie ndani ya saa 48 tangu kupokea malalamiko husika, na kama mhusika hakuridhika na maamuzi ya kamati, kwa mfano ngazi ya kata, anatakiwa ndani ya saa 24 tokea maamuzi yametokea awasilishe kwenye kamati ya jimbo. Na kamati ya jimbo kama ni udiwani, kama hakuridhika na maamuzi ya malalamiko yake ya uvunjifu wa maadili aliwasilisha kwenye ngazi ya jimbo, awasilishe ngazi ya taifa ndani ya saa 24 tokea maamuzi hayo yamefanyika.
na kamati ya rufaa pia imepewa masaa 24 hiyo imeshughulikia na kutoa uamuzi unaofaa na uweza kupokelewa. Akidi ya wajumbe wote wa kamati ya maadili ngazi ya kata na ngazi ya jimbo na ngazi ya taifa ni zaidi ya nusu ya wajumbe wote wa kamati husika. Kwa kama wajumbe ni 7, zaidi ya nusu ya wajumbe, ina maana ni wajumbe 4. Sio nusu ya wajumbe, ni zaidi ya nusu ya wajumbe wa kamati ya maadili wanatakiwa wafike pale na kusikiliza. Anasema yule kama ni kamati ya rufaa, yule mlalamikaji na anawasilisha lalamiko, ikifikia wakati wa kupiga kura, basi hataruhusiwa kupiga kura kufanya maamuzi, watafanya maamuzi wale wengine. Viongozi wa siasa tumie kamati hizi kuwasilisha malalamiko kwa muda unaotakiwa na bila kuchelewa, kwa sababu ukichelewa muda saa 72 msimamizi wa uchaguzi anaweza kupokea lakini asiweze kushughulikia kama inavyotakiwa. Wasimamizi wa uchaguzi, wasimamizi wa wasaidizi wa uchaguzi watapata vya siasa orodha ya vituo vya kupigia kura kabla ya kwenda kupiga kura. Tunashauri muhamasishe, kumekuwa na changamoto kubwa sana kubandua orodha ya watu kwenye vituo vya kupigia kura. Tunaomba muhamasishe na muasisi wapenzi wenu na wanachama wenu wasibandue, kwa sababu akibandua mtu anaweza kashindwa kujua kituo gani cha kupigia kura amepangiwa, na sio kwenda kupigia kura anaanza kuhangaika. Lakini tukiwaambia waziache pale, basi mtu atakwenda kuangalia na kukagua kwamba jina lake limewekwa kituo gani katika eneo ambalo andikishwa, ili siku ya kupiga kura asipate shida ya kuhangaika. Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa kuzingatia matakwa ya vifungu hivi imeruhusu matumizi ya utambulisho mwingine kwa ambaye aliandikishwa kupiga kura kiko bahati mbaya ama kadi yake kupiga kura imepotea au imechakaa, imeharibika kiasi kwamba haiwezi kusomeka, atumie vitambulisho vingine mbadala ambao tume imeruhusu vitambulisho 3 vitumike. Lakini msingi wake ni kwamba lazima mtu yeye ameandikishwa na amepoteza na ameenda kwenye kituo ambacho ameandikishwa kupiga kura. Ni pasi ya kusafiria, leseni ya udereva pamoja na kitambulisho cha taifa. Na masharti ambayo yamewekwa pale ni kwamba lazima kwanza awe aliandikishwa kwenye daftari la kupiga kura mwaka 2015. Hivi sio mbadala kwamba mtu hajaandikishwa sana kuna kujitokeza kupiga kura. Hapana, lazima awe ameandikishwa kupiga kura mwaka 2015. Lakini pili, anaweza kama ameandikishwa lakini lazima jina lake au majina yake yawe katika orodha ya kupiga kura kwenye hicho kituo. Uweze kuandikisha kituo cha Mwalimu Nyerere afu na kwenda kupiga kura kwenye chuo cha Mwalimu Nyerere kule, haiwezekani. Lazima urudi pale ambapo ulikuwa umeandikishwa. Majina yake yalipo kwenye hiyo kadi anataka kuitumia mbadala ya kadi ya kupiga kura, basi yafanane kwa herufi na mtiririko na yale yaliyopo kwenye daftari la kupiga kura kwenye kituo cha kupiga kura. Na at least sura basi ya kwake fanane na ile sura ambayo ilikuwa kwenye daftari la kupiga kura ilikuwa kwenye kituo. Lakini tume haijaruhusu matumizi ya kiapo affidavit cha kuthibitisha wewe ndiye mwenye majina mawili tofauti. Unaandika Kailima Ramadhani Shabani kwenye kitambulisho cha kupigia kura, lakini kwenye daftari unaandika Kailima Ramadhani Komboi. Unasema mimi ndiye mwenye majina yote mawili, au huku ni Ramadhani Kailima Komboi, huku ni Kailima Ramadhani. Tume haijatoa ridhaa ya matumizi ya affidavit ya kuthibitisha kwamba huyu mwenye majina yote ya mchanganyiko ndiye huyo mtu mmoja. Kwa lazima majina yale yaweze kufanana. Kwa nini tumefanya hivi? Lengo ni kutoa fursa, lakini pia kusikiza kilio cha wadau ambacho kama kwa muda mrefu kwamba watu waliojiandikishwa kupiga kura wananyimwa haki yao ya kikatiba ya kupiga kura kwa sababu tu ama amepoteza kadi au kadi yake imechakaa au imeharibika. Kwa hiyo tume kuzingatia matakwa ya vifungu hivyo ambayo nimevitaja na kuzingatia matakwa ya wadau, imeona fursa sasa itoe kwa ajili ya kuongeza wingi wa wapiga kura na kutoa fursa na haki yao kupiga kura. Mahakama ya upigaji kura kwa mujibu wa kifungu namba 57 cha Sheria ya Taifa ya Uchaguzi na 58 cha Sheria ya Uchaguzi wa Serikali za Mitaa, chama cha siasa chenye mgombea kwanza ndicho kinachopaswa kusimamisha mgombea ni wakala wa upigaji kura, na ni wakala mmoja kwenye kituo kimoja cha kupigia kura. Kuna peleka jina la wakala mmoja kwenye kituo cha kupigia kura. Na hii imesema sheria hii kusoma kifungu na kifungu hiki kinasema utapeleka jina la wakala unayempendekeza kupigia kura kituo kupigia kura, anwani yake ya huyo wakala ambaye umempeleka jina, na kituo ambacho umempangia wewe kwenda kupiga kura siku 7 kabla ya siku ya kupiga kura. Kwa tunatarajia vyama vya siasa vyenye wagombea vimezingatia matakwa hayo. Kazi ya wakala wa upigaji kura tumebainisha, moja ni kutambua wapiga kura ambao wanakwenda pale kwa mujibu kwa daftari kuwepo pale. Lakini ya pili kulinda maslahi ya mgombea au wagombea kwenye kituo cha kupiga kura. Lakini tatu kushirikiana na msimamizi wa kituo au msimamizi wa kituo msaidizi
ili kuhakikisha taratibu za upigaji kura zinazingatiwa. Lakini maamuzi ya mwisho kwenye kituo cha kupigia kura ni msimamizi wa kituo au msimamizi wa kituo msaidizi. Kwa hiyo kama chama cha siasa kama hakuridhika, atasema huko mbele atatumia utaratibu gani wa kushughulikia malalamiko yake ya kutokuridhika na taratibu nzima za upigaji kura au kuhesabu kura. Kama nimesema, mawakala wa vyama vya siasa wanatakiwa sio zaidi ya siku 7, na kanuni pia inasema kila chama cha siasa ambacho kimeishia kwenye uchaguzi sio chini ya siku 7 kinatakiwa kiwasilishe kwa maandishi majina yakionyesha anwani yake na kituo ambacho kimempangia kwenda kusimamia upigaji wa kura huyo wakala ambacho kinampendekeza. Lakini pili, lazima wakala kwa mujibu wa kanuni namba 48 kanuni ndogo ya 4 ya kanuni za uchaguzi wa rais na wabunge za mwaka 2015 na kanuni namba 42 kanuni ndogo ya 4 ya kanuni za uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi wa madiwani za mwaka 2015, wakala chama cha siasa kabla hajaanza kusema majukumu yake lazima ape kiapo cha kutunza siri kwenye form namba 6, na atakula kiapo mbele ya msimamizi wa uchaguzi au msimamizi msaidizi wa uchaguzi siku 7 kabla ya siku ya kupiga kura. Lakini pale ambapo panatokea na tatizo, kwa mfano wakala amefariki au ameshindwa kutimiza majukumu yake, kifungu namba 57 kidogo cha 3 cha sheria ya taifa ya uchaguzi na kifungu namba 58 kidogo cha 3 cha sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa nasema pale ambapo wakala wa upigaji kura amefariki au ameshindwa kutimiza majukumu yake, basi chama cha siasa kinaweza kwa maandishi kutoa taarifa kwa msimamizi wa uchaguzi na kuwasilisha jina la wakala mwingine, likianisha hivyo jina la huyo wakala na anwani yake na kituo ambacho wanampangia kuchukua mbadala huyo wakala ambaye alikuwepo. Kwa hiyo tunashauri mawakala wote watoke sema wao wajiandikisha. Kwanza watasaidia kuwatambua kwa sababu wanawafahamu wenzao wanaoishi kupiga kura pale. Lakini pia tutampa fursa pia kupiga kura pale badala ya kuangalia kujaza zile fomu zingine za kutaka kuruhusiwa kupiga kura. Fomu namba 17 zinatolewa na mpiga kura mwenye kadi ya kupiga kura ambaye anataka kupiga kura lakini ametiliwa mashaka kwamba amefika pale na kadi yake, mnamtilia mashaka kwamba huyu ndiye au siye. Kwa hiyo anapewa fomu namba 16 na ile kwa mujibu fomu namba 66 kifungu cha kwanza cha sheria ya taifa ya uchaguzi, atajaza fomu namba 17 na ataweza kupiga kura, ili kija kibainika kwamba siye, basi hatua za kisheria kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa. Na fomu namba 18 hii ni kuruhusu mtumishi wa tume, wakala wa upigaji kura au mlinzi wa kituo kuweza kupiga kura. Hii fomu namba 18 sio mbadala wa kwenda kupiga kura. Ukiwa wakala chama cha upigaji kura na hujaandikishwa kupiga kura, hautaruhusiwa kupiga kura. Kwa sababu sharti la kwanza lazima uandikishwe kupiga kura, na kama umepangiwa kwenye kituo ambacho sicho ulichoandikisha kupiga kura, basi utajaza fomu namba 18 ili upate ridhaa ya kuweza kupiga kura nje ya kituo chako ambacho uliandikisha kupiga kura. Kwa hiyo sio mbadala wa kusema kwamba kama umemteua wakala ambaye hajaandikishwa kupiga kura 2015 kwamba atajaza fomu namba 18 kupiga kura. Hapana, msingi lazima awe ameandikishwa 2015. Sasa mmempangia kwenye kituo ambacho ni nje ya kituo chake ambacho hajaandikisha kupiga kura ili aweze kuruhusiwa kutumia haki yake kupiga kura, kwa sababu mmempa kazi ya kusimamia kura zao kwenye kituo ambacho hakujiandikisha. Fomu namba 19, fomu hii jaza na mgombea anataka kupiga kura nje ya kituo cha kupiga kura ambacho hajaandikisha. Sasa fomu hii ileta mgogoro kidogo kwamba kuna watu ambao tayari ni waheshimiwa wabunge kwa uchaguzi uliopita, tayari ni waheshimiwa madiwani, walikuwa wanakwenda kwenye vituo vya kupiga kura kutaka kutoa hii fomu wapige kura. Fomu namba 19 ni kwa yule ambaye anagombea nafasi hiyo, ambaye amezunguka amefika kwenye kituo ambacho hakujiandikisha, imefika saa 10 kasorobo, anaamua kusema sasa nitaingia kupiga kura hapa. Hata fomu namba 19 kujaza ni kwa yule mgombea anaenda kupiga kura nje ya kituo alichojiandikisha na anaruhusiwa, lakini si kwa mbunge aliyopo sasa wala sio kwa diwani aliyopo sasa. Ni kwa yule tu ambaye anagombea kiti cha mbunge au kiti cha diwani ambacho kinagombewa kwa wakati huo. Fomu namba 21C ni fomu ya matokeo ya kiti cha mbunge kwenye kituo cha kupiga kura, na fomu namba 21C ni matokeo ya diwani kwenye kituo, na fomu namba 21B ni matokeo ya mbunge kwenye kituo cha kupiga kura. Na hizi kwa mujibu wa kanuni namba 60 kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni za uchaguzi wa rais, na kanuni namba 54 kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni za uchaguzi wa serikali za mitaa, uchaguzi wa madiwani. Fomu hii hujaza kwenye kituo mbele ya wakala wa vyama vya siasa, mbele ya watazamaji wa uchaguzi, mbele ya waandishi wa habari, mbele ya maafisa wengine, na mawakala wa upigaji kura au wakati wa kuhesabu kura pamoja au mgombea anaweza kusaini fomu hii kwa matokeo. Nakala fomu hii anapewa
na nakala ya fomu hiyo inabandikwa nje ya kituo cha kuhesabia kura. Zoezi jingine ni kuhesabu kura. Kura zitahesabiwa kwenye kituo cha kupigia kura. Kituo cha kupigia kura baada ya kumaliza zoezi la kupigia kura, basi kinageuka hapo kuwa kituo cha kuhesabia kura. Lakini kama itatokea sababu za kiusalama, msimamizi wa kituo kwa kushauriana na mawakala wa upigaji kura anaweza akaelekeza zikahesabiwa kwenye eneo lingine jirani na eneo hilo, na hili kwa mujibu wa matakwa ya kifungu namba 70A ya Sheria ya Taifa ya Uchaguzi. Lakini mara zote hatujawahi ku experience hili, lakini tunaweka kwa sababu sheria imeweka hivyo, inaweza katokea vurugu pale na ikatokea hali ya uvunjifu wa amani na usalama, basi msimamizi wa kituo au msimamizi msaidizi wa kituo kwa kushauriana na mawakala wa sasa kwenye kituo cha kupigia kura ambacho anataka kugeuza kituo cha kuhesabia kura, anaweza akapeleka kituo eneo jirani kwa ajili ya kuhesabu hizo kura kama changamoto hii ikitokea. Kutangaza matokeo ya kura katika vituo hujaza kwa fomu kama nilivyosema ya ubunge, hujaza fomu namba 21B, ya udiwani hujaza fomu namba 21C, mbele kama mawakala wa kuhesabu kura. Na mawakala wa kuhesabu kura hawa ni mawakala wa upigaji kura, hugeuka kwa mawakala wa kuhesabu kura mara tu baada ya zoezi la kupiga kura kwa limekamilika. Na baada ya kuhesabu zoezi limekamilika, basi watajaza fomu namba 21B matokeo ya mbunge kwenye kituo na fomu namba 21C matokeo ya diwani kwenye kituo. Baada ya hapo mawakala hawa kwa sababu zimejaa mbele yao watajaza, watasaini pale, na baada ya kusaini watakabidhiwa nakala ya fomu, na nakala ya fomu itabandikwa nje ya kituo, na nakala nyingine itapelekwa kwenye kata kama ni udiwani kwa ajili ya kujumuisha, na nakala itapelekwa kwenye jimbo kama ni matokeo ya ubunge kwa ajili ya kujumuisha na kuweza kutangaza mshindi aliyeshinda. Kifungu namba 81A na 82 ya Sheria ya Taifa ya Uchaguzi na kifungu 81A cha Sheria ya Taifa ya Uchaguzi na 82A cha Sheria ya Uchaguzi za Mitaa inasema msimamizi msaidizi wa uchaguzi au msimamizi wa uchaguzi baada ya kuridhisha na matokeo na hatua zote za kujumlisha kura, atamtangaza mgombea aliyepata kura nyingi halali kuliko wagombea wote wale. Nitoe tu angalizo kwamba kuwepo au kutokuwepo kwa wakala kwa mujibu wa kifungu namba 85 cha Sheria ya Taifa ya Uchaguzi na kifungu namba 86 cha Sheria ya Uchaguzi za Mitaa, kuwepo au kutokuwepo kwa wakala wa chama cha siasa kwa jambo lolote ambalo linataka kutekelezwa na tume kwa mujibu wa sheria hakutaizuia tume kuendelea na hatua zingine za kutekeleza majukumu yake kwa hatua zote ambazo zipo kwa mujibu wa sheria. Watazamaji wa uchaguzi wanaruhusiwa, na tume imeshatoa tangazo la kualika watazamaji wa uchaguzi wa ndani waweze kuja kwenye uchaguzi huu. Na kazi ya watazamaji ni kuona kama uchaguzi unafanya kwa mujibu wa katiba iliyopo sasa, kwa mujibu wa sheria zilizopo sasa, kwa mujibu wa taratibu zilizopo sasa, kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi zilizopo sasa, na kwa mujibu wa maelekezo yaliyotolewa na tume kwa mujibu wa sheria kwa sasa, na sio kuja kwa mujibu wa kanuni wanazotaka wao, kwa mujibu wa sheria wanazotaka wao, kwa mujibu wa katiba wanayoitaka wao ambao kwa sasa havipo. Watazamaji wa uchaguzi watafanya kazi yao baada ya kukubaliwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi na watapewa ithibati ya kwenda kufanya kazi hiyo, na hawatakiwi kwa namna yote kuingilia kazi yote ya afisa wa tume au Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Pale anapoona kuna changamoto imetokea, basi anapaswa kuitaarifu Tume ya Taifa ya Uchaguzi au kumtaarifu afisa wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Na mtazamaji wa uchaguzi haruhusiwi kuzungumza au kucomment jambo lolote la uchaguzi wakati uchaguzi unaendelea. Siku ya tarehe 13 kama ipo mtazamaji wa uchaguzi anakuta kuna kasoro, anatakiwa azieleze kwa afisa wa uchaguzi, lakini haruhusiwi kucomment kwa namna yote ile kwenye social media kwamba nimeona changamoto hii. Na kipili, mtazamaji wa uchaguzi hatakiwi kutoa taarifa yake vyombo vya habari mpaka atakapokuwa ameikabidhi taarifa hiyo Tume ya Taifa ya Uchaguzi na Tume ya Taifa ya Uchaguzi imekiri kupokea taarifa hiyo, na sio kwa maana kufanya marekebisho. Hapana, ataipokea kama ilivyo, afuata ruhusa kuendelea na taratibu zingine. Kwa mujibu wa kipengele namba 9 kipengele kidogo cha 15 cha kitabu cha maelekezo kwa wasimamizi wa uchaguzi, waandishi wa habari wanaruhusiwa kuingia kwenye vituo vya kupigia kura kwa idhini ya msimamizi wa uchaguzi. Wanatakiwa kufanya utaratibu kuwasiliana na mamlaka yao husika, hiyo sasa na mamlaka msimamizi wa uchaguzi awape kibali cha kuingia kwenye vituo vya kupigia, kuhesabia na kujumlisha kwa kutokezea matokeo. Kwa hiyo tunawashauri wenzetu waandishi wa habari wafuate utaratibu huu kwa mujibu wa kipengele namba 9 kidogo cha 15, watapewa fursa hiyo ya kuingia kwenye vyumba vya kupigia kura, kuhesabia kura na kujumlishia kura. Nitazungumzia mambo mawili pamoja: mazingira ambayo uchaguzi unaweza kuahirishwa, lakini pili mazingira ambayo uchaguzi unaweza kurudiwa. Kwanza, mazingira ambayo yanaweza kusababisha uchaguzi kuweza kuahirishwa ni kufariki kwa mgombea. Kwa mujibu wa kifungu namba 49 kifungu cha kwanza cha Sheria ya Taifa ya Uchaguzi pamoja na kifungu namba 51
kifungu cha kwanza cha sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa, endapo baada ya saa 10 jioni siku ya uteuzi au kabla ya kumalizika zoezi la kupiga kura mgombea atafariki dunia, na baada ya kujiridhisha, basi uchaguzi huo utasimamishwa na kuahirishwa. Kwa uchaguzi hauwezi kuahirishwa kwa namna yote isipokuwa jambo hili la kwanza ndio limetokea. Jambo la pili ni kutokuwepo kwa mgombea kwa mujibu wa kifungu namba 50 kidogo cha kwanza cha sheria ya taifa ya uchaguzi sura ya 143 na kifungu namba 52 cha sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa kifungu namba 292, endapo siku ya uteuzi hakutapatikana mgombea hata mmoja, ama kwa sababu ya kifo au kujitoa kwa sababu nyingine yoyote ile, na kutokuwa na mgombea kwa mfano wa majimbo au wakata, basi kwa tangazo litakalotoka kwenye gazeti la serikali tume itaahirisha uchaguzi. Kwa la kwanza ni kwamba mgombea amefariki au mgombea kutokuwepo kabisa. Lakini akitokea mgombea mmoja inakuwa kama kihesa, kifungu namba 45 kifungu kidogo cha 5 kinaruhusiwa yule mgombea kutangazwa kuita bila kupingwa. Jambo lingine ni kukitokea ghasia au vurugu wakati wa upigaji kura. Uchaguzi unaendelea katika baadhi ya vituo, moja ya vituo kunatokea na vurugu na ghasia na fujo kubwa sana zinazosababisha shughuli za upigaji kura zisifanyike kwa ufasaha. Kwa mujibu wa matakwa kifungu namba 67 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya taifa ya uchaguzi na kifungu namba 68 kidogo cha kwanza cha sheria ya uchaguzi serikali mitaa, endapo kutokea na vurugu na ghasia, mwenye mamlaka ya kuahirisha uchaguzi ni msimamizi wa kituo au msimamizi msaidizi wa kituo, ili aahirishe na siku inayofuata aweze kuendelea na taratibu zingine za kupigia kura. Lakini namba 4 ni mazingira ambapo uchaguzi unaweza ukarudiwa. Hii ni pale ambapo wagombea wamefungamana kwa kura. Kura zimepigwa kwenye kituo, zimepigwa kwenye jimbo, kwenye majumuisho. Nasema wagombea wamefungamana kwa kura, na kwa hiyo kifungu namba 77 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya taifa ya uchaguzi na kifungu namba 78 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya uchaguzi serikali mitaa, endapo wagombea wamefungamana kwa kura na hata pale pengine kuweza kuhesabiwa wamerudia tena kufungamana na pengine kura moja ingeweza kufanya uamuzi, basi msimamizi wa uchaguzi au msimamizi msaidizi wa uchaguzi atatoa taarifa kwa tume ya taifa ya uchaguzi, na tume ya taifa ya uchaguzi itahakikisha uchaguzi huo uweze kurudiwa, na watakorudia ni wale tu waliofungamana kwa kura, na hakutakuwa na kampeni za uchaguzi kwa marudia namna hiyo. Malalamiko ya uchaguzi. Kuna namna mbalimbali za kuwasilisha malalamiko katika hatua mbalimbali za uchaguzi. Hatua ya kwanza ni wakati wa uteuzi. Wakati wa uteuzi, ukisoma kifungu kanuni namba 33 ya kanuni za uchaguzi wa rais za mwaka 2015 na kanuni namba 27 ya kanuni za uchaguzi wa serikali za mitaa za mwaka 2015, mgombea yeyote yule anayo fursa ya kumwekea pingamizi mgombea mwingine endapo atajiridhisha kwamba hana sifa za kuweza kugombea kiti ambacho kipo wazi, ama cha ubunge au cha udiwani. Na malalamiko hayo ya kukata rufaa ya kuwasilisha za kwa fomu namba 9B kama ni kuweka pingamizi dhidi ya mgombea mwingine wa ubunge, au fomu namba 9C kama unamwekea pingamizi ili mgombea mwingine wa kiti cha udiwani aweze kuenguliwa. Na anaruhusiwa kuweka pingamizi hapa ni mgombea mwenyewe mwenzake mwingine wa nafasi ile ya ubunge kwenye jimbo hilo. Hawezi kutoka mgombea ubunge wa jimbo la Singida Kaskazini akaenda kumwekea pingamizi mgombea ubunge wa jimbo la Longido. Ni mgombea wa Singida Kaskazini mwenzake anaweza kumwekea hapa, au mkurugenzi wa uchaguzi au msaidizi wa vyama vya siasa au msimamizi wa uchaguzi ngazi ya jimbo anaweza kumwekea pingamizi mgombea wa ubunge katika jimbo husika. Kwa hatua ya kwanza, malalamiko yote katika tume ya uchaguzi yanaanzia kwenye uteuzi. Kwa hatua ya kwanza ni kwamba kama unadhani kuna kasoro yote ya mgombea aliyopitishwa pale kugombea, basi una fursa kumwekea pingamizi kwa mujibu wa kanuni hizi, na anayewekea pingamizi ni mgombea mwenzake au msajili wa vyama vya siasa au anamwekea mkurugenzi wa uchaguzi au msimamizi wa uchaguzi. Hatua nyingine ni kwamba pengine hujaridhishwa, umeweka pingamizi lako wakati wa uteuzi, pingamizi lako limetupwa, unataka Kailima asiteuliwe kwa mgombea udiwani wa jimbo la ukumbi wa Mwalimu Nyerere, wewe unamwekea pingamizi. Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Mwalimu Nyerere anatupa pingamizi lako. Una haki ya kukata rufaa kwa mamlaka husika
Kama ni udiwani unakata rufaa moja kwa moja kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, lakini baada ya reviewed kwa msimamizi wa uchaguzi ngazi ya jimbo. Na kama ni ubunge unakata rufaa Tume ya Taifa ya Uchaguzi kutokukubaliana na maamuzi ya msimamizi wa uchaguzi. Aidha, inawezekana wewe umeondolewa kwenye kinyang'anyiro, pengine maamuzi ya mwenzako aliyekuwekea pingamizi yamekubaliwa, umeondolewa, unakata rufaa kupinga maamuzi ya wewe kuondolewa. Au umemwekea pingamizi mwenzako lakini pingamizi lako limetupwa, yule mtu anaendelea kugombea, unaweza kuwasilisha malalamiko yako, yule mtu aondolewe au urudishwe. Kwa fursa nyingine ni kukata rufaa. Na tume itapitia yale maamuzi na itapitia ile rufaa na itatoa maamuzi. Sasa maamuzi ya tume huwa ni ya mwisho katika hatua hii. Iwapo mgombea hakuridhika na maamuzi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, anaweza kuwasilisha lalamiko hilo mahakamani kama lalamiko la uchaguzi baada ya uchaguzi kuwa umekamilika. Kwa hiyo ni hatua ya wakati wa uteuzi. Weka pingamizi ambaye unadhani hana sifa za kuendelea, lakini kuwasilisha rufaa Tume ya Taifa ya Uchaguzi kupinga maamuzi ya msimamizi wa uchaguzi kwa kuengua au kubaliana na maamuzi ya mtu aliyokuwekea pingamizi. Na pale ambapo hujaridhika na maamuzi ya tume, basi fursa hiyo bado unayo. Baada ya uchaguzi kukamilika, unawasilisha lalamiko hilo mahakamani kama lalamiko la uchaguzi baada ya uchaguzi kuwa umekamilika. Malalamiko mengine ni wakati wa kampeni. Malalamiko yote wakati wa kampeni za uchaguzi yanawasilishwa kwenye kamati za maadili. Lakini nasema pale kamati ya maadili itakapoona lalamiko hili linapaswa kushughulikiwa na mamlaka zingine, basi kamati ya maadili husika itawasilisha lalamiko hilo kwenye mamlaka nyingine. Kama kuna lalamiko pengine la masuala ya rushwa, malalamiko ya kupigana na kuuana na nini, basi kamati ya maadili ya ngazi husika imepewa maamuzi yao kwa mujibu wa kanuni kuwasilisha, kuchukua lalamiko hilo kuwasilisha kwenye mamlaka husika iweze kuchukua hatua. Kwa wakati wa kampeni kuna kamati ya maadili ambayo ipo kwa mujibu wa kipengele namba 5.2.4. Kwa malalamiko yote ya uvunjifu wa maadili wakati wa kampeni yawasilishwe kwenye kamati hii. Kama ni ngazi ya ubunge, kamati hiyo imeundwa kipengele namba 5.2.3. Malalamiko yote kwenye kampeni za uchaguzi wa ubunge yanawasilishwa kwenye jimbo. Na ipo kamati ya taifa ambayo kwa sasa hatupo kwenye uchaguzi wa rais, na hii kamati ya rufaa inapitia maamuzi yote yanayotoka hapa, na yanayotoka hapa inamalizia kwenye kamati ya rufaa ambayo ipo kwa mujibu wa kipengele namba 5.2.1. Iwapo maadili ya uchaguzi yamevunjwa na tume au serikali, ikionekana haijarekebisha lalamiko hilo, basi lalamiko hilo huwasilishwa mahakamani kama iko la uchaguzi baada ya uchaguzi. Kwa hakuna sehemu yote ambayo mtu anaweza kupata fursa kusema mimi nimeshasha lalamiko langu pale basi alikushughulikiwa. Kama alikushughulikiwa, bado una fursa ya kuwasilisha lalamiko hilo kwa mujibu wa sheria mahakamani baada ya uchaguzi kuwa umekamilika. Iwapo malalamiko unayo kabla ya kuanza kupiga kura au baada ya kupiga kura, fursa pia sheria imetoa fursa hiyo. Kwa mujibu wa kanuni namba 51 kanuni ndogo ya kwanza na pili ya kanuni za uchaguzi wa rais za mwaka 2015 na kanuni namba 44 kanuni ndogo ya kwanza na ya pili ya kanuni za uchaguzi wa serikali za mitaa, uchaguzi wa madiwani za mwaka 2015, wakala upigaji kura kwa kituo cha kupiga kura anayo fursa kuwasilisha malalamiko yake ya maandalizi ya kituo cha kupiga kura kabla ya kupiga kura kwa kujaza sehemu ya fomu namba 14. Kuonyesha kuridhika au kutokuridhika na taratibu za maandalizi ya kituo cha kupigia kura. Kwa kama kuna taratibu zote ambazo zimekiuka pale wakati wa maandalizi, fursa hiyo wakala wako wa upigaji kura anayo kujaza fomu namba 14 kuonesha namna ambavyo haridhiki au ameridhika na maandalizi, na msimamizi wa kituo anaweza kutolea ufafanuzi malalamiko hayo. Lakini baada pia upigaji kura, kabla zoezi la kupiga kura halijaanza, bado wakala wako atamalizia fomu namba 14 sehemu iliyobakia kuonyesha kuridhika kutokuridhika na zoezi zima la kupigaji kura. Kama sikuridhika nalo, itakuwa ni msingi wa kuwasilisha malalamiko mengine baadaye kwa chombo cha sheria. Lakini hapo kama kuna malalamiko wakati wa kuhesabu kura, fursa ya kuwasilisha malalamiko ipo tena kisheria. Atajaza fomu namba 16 ni kwa mujibu wa kanuni namba 59 ya uchaguzi wa rais na bunge za 2015 na kanuni namba 53 ya kanuni za uchaguzi wa serikali za mitaa madiwani za 2015. Wakati chama cha siasa anaweza kujaza fomu hii kabla zoezi la kuhesabu kura halijaanza na baada ya zoezi la kuhesabu kura likiwa limekamilika, kuonyesha kuridhika au kuridhika na taratibu za kuhesabu kura na kuonyesha kuridhika au kuridhika na utahesabuji mzima wa kuhesabu kura. Kwa ni mfumo mwingine wa kuwasilisha malalamiko ya taratibu za kisheria. Lakini iwapo kama kutokana na malalamiko ya namna yoyote baada ya uchaguzi kuwa umekamilika, matokeo yametoka, fursa pia ipo ya kisheria. Vifungu 108 110, 115 vya sheria ya taifa ya uchaguzi, lalamiko la uchaguzi wa mbunge
kuwasilishwa mahakamani siku 30 tangu tarehe ya matokeo kuwa yametangazwa. Kwa bado fursa inakuwepo ya kisheria, kama unaona kuna malalamiko ambayo unaona hakushirikiwa ipasavyo, na kama kuna tatizo hapa na pale ambayo kushughulikiwa, fursa hiyo unayo siku 30 baada ya matokeo ya mbunge kuwa yametangazwa, kwa mujibu wa matakwa ya vifungu hivi kuwasilisha malalamiko lako mahakamani. Hali kadhalika kwa mujibu wa kifungu namba 107, 109 na 114 vya sheria ya uchaguzi katika mitaa, iwapo una malalamiko kuhusu uendeshaji wa uchaguzi wa madiwani, unawasilisha kwa hakimu mkazi siku 30 tangu tarehe ya kutangaza matokeo ya udiwani yanapokuwa yamefanyika. Audio Jungle.